Chris Brown ambaye amebishana kidogo na Blueface ambaye kupitia ukurasa wa X ameandika kuwa Chris Brown anataka kuthibitisha kuwa anajua kucheza kwenye majukwaa yake, kwenye tour yake ya Breezy Ball, lakini hajui. Lakini Chris Brown hakunyamaza na akaamua kujibu. Ile story imekaa kiutata sana. Blueface hizi anatumikia kifungo chake cha nje ambacho alikutwa na bunduki na alifiatua risasi, unajua, kinyume na sheria. Sasa wadau wengi na mashabiki wengi wanasema kwamba Blueface anataka kuweza kurudi kwenye ramani ya muziki. Kwa hiyo ili aweze kuonekana kama yupo, inabidi aweze kumtarget mtu ambaye anafuatiliwa sana na kupendwa sana. So yeye akaona kwamba amtarget Chris Brown. Chris Brown ametoa ngoma mpya yuko na Asha Raymond. Wameonekana akidance vya kutosha mule, wakicheza vizuri. Sasa alichokisema kwamba Blueface kwamba wewe tena tunakujua kama ni dancer mzuri, inatosha. Saizi ukikata kwenye kochi lako ukaimba, watu watapenda. Lakini sasa Chris Brown akavunja ukimya, which is kwamba mashabiki wengi walikuwa wanalalamika wasema kwamba Chris ulikuwa unaje kumpa nafasi huyo mtu kwa sababu anataka jina, anataka kutoka. So Chris alichokifanya akaambia kwamba mimi inawezekana nikawa hivi, lakini wewe umekaa kwa mama yako kwenye kochi yako na una rekodi. Yani maana yake unajua siku hizi mtandao, teknolojia ilivyokuwa, mtu anaweza kurekodi kakaa kwenye kochi lake. Lakini anakuambia mimi kipaji changu ni kudance. Kwa lazima nionyeshe kile nilicho nacho. Wewe nadhani kwa sababu uko kifungo cha nje ndio maana kwamba umeona uniattack mimi ndio kama kimbilio lako. Ukiangalia mashabiki wa Chris Brown, page zake, zile fan page na vitu mbalimbali zimeenda kumattack Blueface kiasi kwamba sasa hizi nadhani anataka kujificha, kwa sababu ukiangalia Chris Brown ni mmoja kati ya wanamuziki wenye fan base kubwa sana na mashabiki wengi wametengeneza page kwa sababu ya Chris Brown. Unapenda kumgusa Chris, maana yake umeenda kugusa umati wa watu wengi. Ukurasa una watu wengi, unaweza kadhani ni page rasmi labda ya msanii mwenyewe, kumbe ni ya mashabiki tu. Yes, ndio maana Chris akaambia na mashabiki ambao tuachie sisi, weka pembeni. Kwa unaweza kuona ukubwa uliko nao. Lakini kingine kizuri, Chris Brown amemaliza tour yake ambayo tunajua imefanya vizuri sana duniani. Alikuwa South Africa, unajua ameenda nchi kama Brazil na Central tofauti. Mafanikio yake yamekuwa makubwa sana. Lakini kizuri zaidi unaweza kuona kwamba katika show au tuseme kwamba matamasha yenye nafasi kubwa na yenye mapato mengi ni ya Chris Brown. Sasa ndio anaongoza kwa wanaume. Kwa hiyo inasemekana kwamba yes, amevunja rekodi, ameweka rekodi. Amepewa kwanza certificate za kutosha kwa kuweza kujaza kumbi tofauti na kupeleka kuwa mwanaume wa kwanza kuweza kujaza show watu wengi ukiachana na Michael Jackson. Michael Jackson ni case nyingine. Yes. Kwa hiyo Chris Brown sasa hivi ndio mmoja kati ya wanamuziki ambao anatazamwa na kuangaliwa kwa wingi. Na ukifuatilia kingine kwenye Spotify, amekuwa ni mwanamuziki wa kwanza wa kiume anayefuatiliwa sana ukiachana na Drake. Drake ana rekodi yake ya nyimbo zake, lakini yeye anafuatiliwa kutokana na ile msikilizo aliyesikilizwa kwa mwezi. Okay. Bryson Tiller pia amempatia gari ya aina ya Lamborghini, ambapo hii inatokana kwa alimkaribisha kwenye tour ya kwanza kabisa kwenye ya Breezy Ball. Kwa hiyo kwa shukrani hiyo akasema, najua uhitaji Lamborghini lakini acha nikupe kwa shukrani za dhati. Wamesema hata mashabiki kaambia kwamba Chris ni mmoja kati ya wanamuziki wenye magari mengi ya kifahari. Lakini nasema kwamba Bryson Tiller alichokifanya yeye, kwa sababu ukiangalia amekuwa struggle sana, ana nyimbo zinafanya vizuri kwenye chart tofauti, lakini show zake zilikuwa zifanye vizuri. Sasa hii tour Chris alimuita. Chris amekuwa akishika watu mikono. Akamwambia bwana, twende kwenye show zangu. Hii nadhani tunakumbuka alimtambulisha Davido, alimtambulisha Wizkid kupitia Chris Brown. Unaweza kuona kwamba mchango wake alikuwa nao kwa watu ambao wako nyuma yake. Kwa hiyo kifanya na bwana, twende kwenye show yangu. Alimuita mmoja kati ya wanamuziki. Alifanya naye takriban matamasha 7. Fedha alipata ni fedha nyingi sana kupitia Chris Brown. Ndio maana akaona shukrani yake yeye ni kuweza kumzadia gari. FM.